Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Alhamisi kwamba atasitisha mashambulizi dhidi ya mitambo ya nishati ya Iran kwa siku 10 kutokana na ombi la Tehran, na kusema mazungumzo ya Iran yalikuwa mazuri sana. Ingawa afisa wa Iran alikataa pendekezo la Marekani la kukomesha mapigano ya karibu wiki 4, akisema ni la upande mmoja lisilo na haki. Trump alitoa maoni hayo katika chapisho la Truth Social muda mfupi baada ya kutishia wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House kuongeza shinikizo kwa Iran ikiwa haitafikia makubaliano. Kulingana na ombi la serikali ya Iran, ninasitisha kipindi cha uharibifu wa mitambo ya nishati kwa siku 10 hadi Jumatatu Aprili 6 mwaka 2026 saa 8 mchana, saa za Mashariki, Trump alisema katika chapisho hilo. Mazungumzo yanaendelea na licha kauli potofu zinazopingana na vyombo vya habari bandia na vingine yanaendelea vizuri sana, alisema. Vita hivyo ambavyo vimeendelea kwa karibu wiki 4 vimevuruga sana usafirishaji wa meli na kupelekea bei ya mafuta ghafi kupanda kwa karibuni 40% na kusababisha ongezeko la takriban 67% katika usafirishaji wa gesi asilia iliyoyeyuka kwenda Asia. Bei za mbolea zenye nitrojeni muhimu kwa uzalishaji wa chakula zimeongezeka kwa karibu 50%. Licha ya tathmini ya matumaini ya Trump, Iran iliendelea kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel kwa kushambulia Israel na kambi za Marekani. Pia ilishambulia mataifa ya Ghuba na kuzuia mauzo ya mafuta Mashariki ya Kati kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wakati wa mkutano wa ikulu ya Marekani, Trump alisema Marekani itakuwa ndoto mbaya zaidi ya Jamhuri ya Kiislamu ikiwa itafuata matakwa ya Marekani, ambayo ni pamoja na kufungua mlango bahari na kukomesha mpango wa nyuklia wa Tehran. Alisema kuchukua udhibiti wa mafuta ya Iran ilikuwa chaguo, lakini hakutoa maelezo yoyote. Afisa huyo wa Iran aliambia Reuters kwamba pendekezo la Marekani lenye pointi 15 lililowasilishwa katika Tehran na Pakistan lilipitishwa kwa kina Jumatano na maafisa wakuu wa Iran na mwakilishi wa kiongozi mkuu wa Iran, ingawa waliona kuwa linahudumia maslahi ya Marekani na Israel pekee. Diplomasia haijaisha, afisa huyo alisema. Trump alisema wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri la White House, sasa wana nafasi, yaani Iran, ya kuachana kabisa na matarajio yao ya nyuklia na kujiunga na njia mpya ya kusonga mbele. Tutaona kama wanataka kufanya hivyo. Kama wataki, sisi ndio ndoto mbaya zaidi kwao. Wakati huo huo tutaendelea kuwashambulia. Hiyo ndio ilikuwa neno la Rais Donald Trump. Kwa kupata mengi zaidi, basi karibu Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.